Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni Jumamosi. Ninapenda nikualike rafiki yangu na mtazamaji wangu popote pale ulipo ndani ya Tanzania na nchi za nje pia unanitazama. Penda nikualike kwa ajili ya ibada special kabisa ya kesho Jumapili itakayofanyika mjini Madaudi, nyumba ya maombi, kuanzia majira ya saa 1 asubuhi mpaka saa 5:30, 6 kamili tutakuwa tumemaliza ibada. Lakini ni ibada moja ambayo itakuwa ni ibada ya uponyaji, na kwa sababu ni ibada ya uponyaji kwa watu wote, kwa maana kwamba watu wa dini zote, watu wa rangi zote, watu wa kabila zote, watu wa rika zote. Kwa maana hiyo kwamba ni kualike wewe, na wewe ambaye unasikiliza sasa unaweza ukamwalika na mtu mwingine. Ibada ya Jumapili itakuwa ni ibada makini, ni ibada ya uponyaji. Ibada ya uponyaji itakayoambatana matendo makuu ya Mungu wetu aliye hai. Watu watafunguliwa, watu wataponywa, watu watagangwa, watu watainuliwa tena. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, na kwa kuwa amenipaka mafuta ili kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, na Mungu atakuwa anawafungua watu, na Mungu atakuwa anawaponya watu. Ni kualike, usipange kukosa na watu, kwa maana kwamba uwalete walio wagonjwa kabisa, wala ambao madaktari wameandika kwamba haiwezekani kupona tena. Mwende naye nyumbani, aendelee kuishi kwa matumaini. Hao ndo Mungu amenielekeza. Nitakuwa ninatabiri juu ya uhai wa mtu mmoja kuinuka tena. Maandiko yanasema kwamba mti uliokatwa yako matumaini ya kuishi tena. Kwa hivyo wale waliokatiwa tamaa ya kuishi, una HIV, una kansa, pressure, kisukari, umeanza kula madawa kwa mwaka, Mungu anayaponya yote na kuyaweka na kukuweka huru mbali na kuonewa. Kuna wale ambao wengine familia zao wanasumbuliwa na ulevi. Tu anafanya kazi nzuri lakini hajajenga, hana hata kiwanja, familia inaishi kwa shida. Akipokea mshahara tu ni kulewa, ni kunywa na hama na nyumbani. Mungu amenipa maelekezo mwaka 2026, mpendwa mtazamaji wangu, kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu inawezekana. Leta mtu wa namna hiyo, ni tit for tat. Mungu wetu ni anatenda saa hiyo hiyo. Ile habari ya kusema kwamba namuombea alafu enenda kwa imani Mungu atakuponya nyumbani, hiyo naomba rafiki yangu isahau kabisa, kwa sababu Mungu wa maagano wa madhabahu hii na maelekezo ambayo amenipa Mungu kwa mwaka huu ni watu kupokea uponyaji tit for tat, ni papo kwa papo. Muujiza wako na upokea, unaacha pombe hata kama umekunywa miaka mingi, umekuwa chronic, Mungu anaenda kutenda. Ni Jumapili hii, nyumba ya maombi mjini Madaudi. Karibu sana, saa 1 kamili mpaka saa 5:30, 6 kamili tutakuwa tumemaliza ibada. Mwalike rafiki yako, leta wagonjwa, alika marafiki. Waimbaji wengi watakuwepo mahali hapa na watu wengi wamepanga kuhudhuria katika ibada. Usipange kukosa. Wewe ambaye unanisikiliza, rafiki yangu, popote pale ulipo, acha niseme kwa ajili ya wewe ambaye kesho umepanga kuja au kujiungamanisha na sisi kwa njia ya kimtandao, popote pale. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa uzima, natamka baraka kwa mtu mmoja, natamka uzima kwa mtu mmoja, natamka afya kwa mtu mmoja, natamka mafanikio kwa mtu mmoja. Afya iliyoliwa na madumadu na tunutu ikapate kurejea katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu wa hai. Amen. Shalom, shalom.